kutoka mwanzo. Na leo ni nzuri sana, utege sikio kwa makini sababu ni nzuri sana. Kuja kwake Bwana part 3D, part 3D. Sabesi ya kidogo sababu ya kelele. Kuja kwake Bwana part 3D. Tukiwa tunaongelea mpango wa Mungu kutoka mwanzo. Mpango wa Mungu kutoka mwanzo. So tulipokuwa tukiangalia maandiko ama mafundisho yetu last week ama Jumapili iliyopita, tulisoma John chapter 14 verse 1 mpaka 2. Yesu anasema msifadhaike. Tukaona kuna kauli ambazo Yesu alikuwa amesema na wanafunzi ambazo ziliinua mafadhaiko. Yesu kwamba kusema anaenda kufa, kufufuka, hiyo ilileta shida na hawakutaka kusikia habari za yeye kufa. So iliwafadhaisha kwa sababu walijua Yesu ni mfalme ambaye amekuja kuwaokoa kutoka kwa mikono au kwa utawala wa Kirumi. Na mambo ya nyumbani mwa Bwana, ukisikia Biblia inasema kuhusu nyumbani mwa Bwana mna makao, usione manyumba na machengo, utaona watu. Nazungumzia watu. So Yesu anasema anaenda na anawachukua ili wakue kwake. Awalete kwake. So tulisema kwenda kwake ni ili ache kwetu. So kwenda kwake ni kwa ajili ya kutengeneza, kufanya mioyo ya wanadamu iwe fit. Iwe iko fit kukaliwa. Iwe iko fit kukaliwa na Mungu ama kukaliwa na yeye. So tukasema katika ufufuo wake Yesu Kristo, katika ufufuo wake au baada ya kasi hiyo, baada ya yeye kumaliza kasi ya mauti, kufa na kufufuka, sasa anaweza kukaa ndani ya mioyo ya wanadamu. So baada Kristo anapofufuka, manake ufufuo wa Yesu Kristo unamfanya yeye kuweza kukaa mahali palipo sawa, mahali pazuri. Mahali kukaa kwenye mioyo ya watu, mioyo ya wanadamu. So Yesu alipofufuka, tunasema kwamba sasa makao ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Maana ni mpango wa Mungu kutoka mwanzo yeye kukaa na watu. So ufufuo wa Yesu Kristo unaleta picha kwamba amekaa ndani mwetu. So katika ufufuo wa Yesu Kristo tunasema kwamba makao ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Makao ya Mungu ni pamoja na watu, pamoja na wanadamu. Mungu katika mwanzo mpango wake ni akae pamoja na wanadamu. Kutoka mwanzo mpango wa Mungu kutoka Genesis ni yeye kukaa pamoja na watu. Mungu alitamani familia. Na hiyo familia alikuwa ni yeye mwenyewe atatafuta. Sababu sema natafuta watakao niabudu katika roho na kweli. Ilikuwa ni swala la ufufuo wake. Maana kwenye ufufuo wake wote waliomwamini Kristo manake amewapata wanaomwabudu katika roho na kweli. So si kuabudu Mungu katika roho na kweli si ati kuna ibada nzuri inarembeka, unanyosha nyimbo zinakuwa zimenyooka, unatembea kwa utaratibu na kutotenda makosa, hadi sasa unamwabudu Bwana kwa roho na kweli. No. Kuabudu Bwana katika roho na kweli alikuwa anazungumzia kasi ya ukombozi, kila ambacho atafanya katika ufufuo wake. So tayari ameshapata watu na anaendelea michambo endelevu. Anaendelea kusanya watu ambao ni watu katika roho. Watu katika roho. So Mungu katika mpango wake wa kutoka mwanzo ni watu wawe hekalu au nyumba yake. Kutoka Genesis ni mpango wa Mungu watu wawe nyumba au hekalu lake. Ndio mpango wa Mungu.
watu wawe nyumba yake au hekalu la Bwana, akae ndani yao na pamoja nao. So hapa leo Bwana yu ndani mwetu na yu pamoja nasi, yuko katikati yetu, at the same time yu ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. So nyumbani mwa Baba yangu, anaposema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, usianze kufikiri sayari fulani au sayari fulani, kwamba nyumbani mwa Baba yangu kuna sayari, kuna mahali fulani ndio mnaitwa nyumbani mwa Baba yangu. No. Ukisikia anasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, unaona watu, anza kuwasa watu. Mpango wa Mungu ni kwa ajili ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. So kasi ya Mungu ni kwa ajili ya watu. Kasi ya Mungu ni kwa ajili ya watu. Mioyo ya watu ifae kukaliwa na Mungu. Kufanya mioyo ya watu ifae, iwe mahali pa kufaa kwa ajili ya kukaliwa na Mungu. So kasi ya Mungu ni kwa ajili ya watu. Kufanya mioyo ya watu ifae, iwe iliyofaa kwa ajili ya kukaliwa na Mungu. So sisi mioyo yetu imefaa, iko sawa kwa ajili ya kukaliwa na Mungu, kwa sababu tumeamini katika hiyo kazi yake aliyoifanya. Ndio katika ufufuo wake alirudi ili alipo yeye nasi tuwepo. Katika ufufuo wa Kristo alirudi. Katika ufufuo wa Kristo alirudi ili alipo yeye nasi tuwepo. Ndio anasema kwenye John chapter 14 from verse 1, naenda naacha kwenu ili niwachukue nilipo na nyinyi muwepo. So ufufuo wake manake alirudi ili alipo na sisi tuwepo. So alipo Kristo, leo sisi tuko pale. So katika ufufuo wake alirudi ili alipo yeye nasi tuwepo. So ukisoma John chapter 14 verse 1 mpaka verse 12. John chapter 14 verse 1 mpaka 12. Ukisoma mahala pale, haya maandiko yana utimilifu katika ufufuo wa Yesu Kristo. Yametimilika katika Kristo Yesu. Kila ambacho kimeongelewa katika John chapter 14 verse 1 mpaka 12 kina utimilifu katika ufufuo wa Yesu Kristo. Amehatimiza tayari katika ufufuo wake. So tunaweza kusema kwamba John 14:1 mpaka 12 ilikuwa kabla ya kufa kwake. So manaka alikuwa anaongelea kuhusu ufufuo wake, kila ambacho atafanya atafanya katika ufufuo wake. Waefeso 2:1 mpaka 6. Paulo anasema nini? Kwa Efeso 2:1 mpaka 6 kwa haraka mno. 1 mpaka 6. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. So elewa kwamba anaposoma, elewa hili kwamba Paulo anaweka wazi kilichotokea kwa Kristo katika kasi yake aliyoifanya katika mauti mpaka afufuke kwake. Paulo anaweka wazi lengo la kufuka, yaani lengo la sisi kufuka pamoja naye ni ili alipo nasi tuwepo. Lengo la Kristo kufufuka, yaani lengo la Kristo unaposikia tumefufuka pamoja naye, manake ni ili yeye alipo na sisi tuwepo. Hebu soma. Tulikuwa wafu. Anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Yes. Ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu. Yeah. Kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao, yes, katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama hao na wengine. Mstari wa 4, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Wakati ule uliopita kabla wewe kuamini Injili, alituhuisha pamoja na Kristo. Kutuisha maana yake ametupa roho wake. Tumefufuka pamoja naye.
Yaani tumeokolewa kwa neema. Sura ya 6, akatufufua pamoja naye. Yes. Akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. So lengo la sisi kufufuka ama kufufuliwa pamoja naye ni ili alipo na sisi tuwepo. So leo hii muamini ameketishwa katika Kristo Yesu katika ulimwengu wa roho. Leo hii muamini ameketishwa katika Kristo Yesu katika ulimwengu wa roho. So alipo Kristo na sisi tupo leo. So mtu akitaka kukutafuta, akutafute penye Yesu yupo. Tuko pamoja. No separation. So andiko la yeye kuja na kukaa ndani yao lilitimizwa katika ufufuo wake. Andiko la yeye kukuja na kukaa ndani yao lilitimizwa katika ufufuo wake. Na unaweza kukumbuka kwenye maandiko ya Agano la Kale amekuwa akitamani kwamba akisema kwamba nichengeni mahali, nichengeni patakatifu ili nikae pamoja, nikae katikati yenu. So maandiko yale yanatimizwa katika Kristo Yesu katika ufufuo wake. So kwenye ufufuo wa Yesu Kristo Mungu ni pamoja na watu. Maskani ya Mungu ni pamoja na watu. So leo hii Mungu anakaa na watu. Anakaa kwa wote, anakaa ndani ya wote waliomwamini yeye au anakaa katikati yao. Yote inakaa sawa. Anakaa ndani ya watu. Maana hizo kauli za vitabu vya Agano la Kale kutokea Musa, Mungu alikuwa akisema, anaambia na Waisraeli kauli za kusema kwamba nataka kukaa katikati yenu na ndani yenu. So si tu katikati yenu lakini na ndani yenu pia. Haleluya. So alitimiza hayo katika ufufuo wa Yesu Kristo. So mtu akisema kwamba Yesu yuko pamoja nasi tunasema yes. Yesu yuko ndani mwenu unasema yes. Ameatimiza yote ndani mwetu na katikati yetu. Glory to God. Anasema don't look for the devil in people. Usiangalie shetani ndani ya watu. Look for God in the people. Yaani angalia Mungu kwa watu. And you stop struggling with the people's faults. And usikuwa unajisumbua na makosa ya watu. It is all about Jesus. Yes. Na hiyo inakusaidia kuishi kwa amani. Matthew 24 kuanzia 1 niliahidi kwamba tutazungumzia Matthew 24. Tuko naye hapa leo. Haya, twende Matthew chapter 24 from verse 1. Nakumbuka Matthew 24 ndio maandiko ambayo watu wametishiwa nayo pia. Yametumika kutishia watu. So nataka uteke sikio vizuri. Hata kama hatutafafanua moja kwa moja, lakini nitakupa clue ya kuelewa kitabu cha Mathayo 24 ambapo utapata ujasiri na utakuwa na hofu. Soma. Mathayo 24 mstari wa kwanza. Nasema Yesu akaenda zake kutoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Walimwonyesha nini? Wanafunzi walienda walipotoka kwenye hekalu. Hebu soma anza vizuri. Nasema Yesu akaenda zake akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea. Walimwendea kula alikuwa ameenda, si ndio? Baada kutoka hekaluni akaenda zake. Wanafunzi wakamwendea. Wakamwonyesha nini? So mata kuu hapa ni hekalu, si ndio? Ndio mata kuu ya Genesis ni Matthew chapter 24. Sura ya pili. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amin nawaambie, alitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. So kwanza tuanze hivi. Number 1. Wanafunzi walienda kwa Yesu wakamwonyesha majengo ya hekalu. Jengo physically. Hilo hapa hakuna ufunuo. Ni jengo kabisa physically. Lilikuwa Yerusalemu. Jengo lililojengwa kwa mamilioni ya pesa. Billions of money. So story ya Yesu na wanafunzi wake hapa
tunaona wanafunzi wanaongelea majengo ama mjengo unaoonekana kwa macho kabisa. Number 2, soma number 2 kwako. Mstari wa 2 anasema, na akajibu akawaambia. So baada ya kumwonyesha angalia hili jengo, Yesu anasemaje? Hamyaoni haya yote? Haya yote ni kuhusu, haya yote ni kuhusu Mata kusi ni chengo hapa. Nasema amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe. Hapa hakuna ufunuo. Anazungumzia nini? Mjengo, kwa sababu haya ndio maandiko yamefuruka watu kweli wakatishiwa na siku za mwisho. Jiwe halitasalia juu ya mjengo physically. Ambalo So number 2, hekalu na kupo number 2 ni mambo ya hekalu ama kupomoshwa kwa hilo hekalu. Yaani muktadha hapa number 2 ni kupomoshwa kwa hilo hekalu. Kupomolewa kwa hekalu physically, kupomolewa. Kumbuka Mata kuhusu hekalu kwenye muktadha ni kupomoshwa kwa hilo hekalu. Kupomolewa kwa hekalu. So kila ambacho atakuwa tunaangalia utakuwa unaona kinarudia kwa kupomoshwa kwa hekalu la Yerusalemu. So lazima ufahamu mambo ya hekalu toka Musa na manabii. Yaani kabla hujajifunza vizuri kuhusu ile hekalu la kupomoshwa, ni lazima uwe unafahamu mambo ya hekalu kutoka Musa na manabii. Walipokuwa wanaongelea hekalu, walikuwa wanaongelea kwa muktadha upi? Kama hatujafundisha mambo ya hekalu, tunajua tutafundisha kuliko yamejaa kwenye somo hili, tutayaona mbele. So lazima ufahamu mambo ya hekalu toka Musa na manabii. Wakati wote, sikiza sasa, wakati wote wa Israeli walitenda dhambi, hekalu lilipomolewa na Israeli kutekwa. Wakati wote wa Israeli kumbuka hekalu ni mahali ambapo walikuwa na kusanyikia kufanya ibada za kiungu. So wangetenda dhambi, manake hilo hekalu lilikuwa linakuja linapomoshwa, alafu wanatekwa nyara. Waisraeli wanachukuliwa mateka. Mara zote walikuwa wakikosea. Wakitenda dhambi, hekalu linapomolewa na Israeli kutekwa nyara, kuchukuliwa utumwani au uhamishoni. Kuchukuliwa utumwani au uhamishoni. Unajua kwenye hekalu ndio kulikuwa na ngome yao, nguvu sana. So likishapomoshwa umemalizwa. Kitambo walikuwa na hesabu, wanaheshimu sana hekalu. Wana wa Israeli walipokuwa wanatenda dhambi, hukumu ya dhambi yao ni mataifa au maadui walikuwa wanawafamia, alafu wanachukua wake zao na vijana wao wenye sifa, wanachukuliwa uhamishoni ili waende kwa kutumika huko. Hukumu ya dhambi, hukumu ambayo ilikuwa inatolewa kwa dhambi ya wana wa Israeli walipokuwa wanatenda dhambi, hukumu yao ilikuwa ni kwamba mataifa mengine maadui walikuwa wanawafamia, alafu wanachukua wake zao na vijana wao wenye sifa. Si tu vijana wenye sifa kama Matthew hivi, wanachukuliwa uhamishoni ili waende kwenda kutumika kule. Saa hii kanisa likitekwa, wanaangalia vijana wenye sifa, wale ambao mnaelewa. Pia walikuwa kwenye Danieli, tunaambiwa mpaka hata hawa kina Danieli walikuwa na sura nzuri pia. So shetani anaangalia pia
wale kweli wako chonjo, waenda watumike, wamtumikie. Mtu amesema hapa kuna wengine unaweza shinda walisaliwa, acha tuache hayo. Impora ulisikia kama ulikuwepo. Sawa, walikuwa wanachukuliwa mateka wake zao, wanachukuliwa vijana wenye sifa, wanachukuliwa uhamishoni ili waende kutumika huko. Ukisoma kitabu kama cha Yeremia, Danieli, utaona mambo kama hayo yamechapa kwenye hizo vitabu. Utaona mambo hayo. Danieli tayari, kitabu cha Danieli wakiandika tayari Danieli walikuwa uhamishoni. Walikuwa wametekwa nyara. Na Yeremia alikuwa ameongelea kuhusu kutekwa nyara kwao. So Danieli akichukua kuomba 21 days ni kwa sababu alisoma kitabu cha nabii Yeremia, akaona kwamba Yeremia ametabiri kwamba Mungu asema kwamba baada ya 70 years nitawatoa wanangu kwenye utumwa. Sasa aliposoma akajua wakati ndio huu, tukilala tutapita. Wakati utatupita. We need to pray. Sasa alikuwa naomba ili andiko hilo litimie katika maisha yao, waweze kutolewa utumwani. Ukiwa utumwani una furaha, hauwezi ukawa free kama vile ambavyo uko nyumbani. So tukirudi kwenye mada kuu yetu, Matthew chapter 24, Yesu alikuwa anatabiri kuharibiwa kwa hekalu la Yerusalemu literally. Tukirudi kwenye Matthew 24, Yesu alikuwa anatoa utabiri wa kuharibiwa hekalu la Yerusalemu literally, physically. Haja kuweka mambo ya roho. Unajua kwa Biblia kuna mambo kwingine watuwekangi rohoni. Zingine kabisa sinaongelea kabisa unafaa uone kitu physically. Wanisha naona anataka uone physically. Wala Biblia inafasiriwa kila mahali. Kama ndoto zingine tulisema sisi kupeana fasiri, zingine unaacha tu. Ama akaongelea ndoto. Waenda ujifunza kwa Biblia. Kila tu mama amesema hapa akikumbuka Sunday. Ndoto Yusufu aliota. Hiyo ndoto ilikuwa inahusu yeye ama wazazi wake? Maisha yake. Farao aliota. Silikuwa inamhusu yeye na taifa kwa sababu ni kiongozi. Akina Nebukadnezar wakati wa utawala wake. So ni biblical. Ukiota ndoto wacha kuanya kwa watu. Unachiangalia kwanza. Ndio ujue kama Mungu ana communicate nini. Kwa pamoja. Ana mara nyingi tumesoea ukiota tu ndoto ni fulani. Ukiota ndoto huyu ni fulani kabisa. So Yesu alikuwa anatoa utabiri wa hekalu hilo. Matthew 24 verse 2. Tuti tena kusoma 24 verse 2. Mstari wa 2. Naye akajibu akamwambia, hamyaoni haya yote? Hamyaoni haya yote. Haya ni mambo gani? Malizia kusoma. Sema amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. So swali la msingi, haya ndio mambo gani? Muktadha ni mambo ya nini tulisema? Ya hekalu. Very good. Mambo ya hekalu kupomoshwa ndio muktadha wake, si ndio? Hekalu kupomoshwa. Hivyo majibu ya Yesu yatakuwa yanaongelea mambo ya hekalu na sio kuisha kwa dunia. Hiyo naweza andika. Majibu ya Yesu kwa wanafunzi itakuwa inaongelea mambo ya hekalu na sio mwisho wa dunia. So ukiona anazungumzia vitu waje kuweka dunia hapo. Atakuwa anaongelea mambo ya hekalu. Si mambo ya mwisho wa hii dunia kuisha. Maana dunia hii kuisha pia wametuwekea hapo ndani. Tukaambiwa hii dunia inaisha. Majibu ya Yesu
yatakuwa yanaongelea mambo ya hekalu na sio kuisha kwa dunia. Na nitakuonyesha vile Yesu alikuwa anajibu maswali yake. Utashangaa sana. Soma mstari wa 3 mpaka 6. Mstari wa 3. Anasema hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha, wakisema. Aya, sasa anza namba 4. Mstari wa 4. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwatanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Usome namba 4 mpaka 6. Sema kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Nani wanaambiwa? Angalieni, tusitishwe, maana hayo hayana budi kutukia. Kani hayana budi kutukia. Kupomolewa, mambo ya kupomolewa kwa hapa kama nataka kusaidika hapa. Sasa kwambia hii ndio hii maandiko imetukorofisha wengi. Mimi nilipookoka nikiwa yani, haya ndio mafundisho kwanza kufundisha watu. Nilikuwa nafunza mama Tekila, mama Warren akiweka wakati ule kwa nyumba, tukiwa kwa nyumba tumeketi. Na wafundisha vile dunia itaisha kupitia hii maandiko. Nakumbuka kabisa. So, aya endelea mpaka 6. Anasema maana haya hayana budi kutukia. Haya hayana budi kutukia. Yapi? Mambo ya kupomoshwa kwa hekalu. Lakini ule mwisho bado. Lakini mwisho wa dunia. Tunasema tuondoe nini? Dunia pale. So, sikia. Angalieni. Anasema mambo yale yatatukia, lakini mwisho bado. Yaani mambo yaliyotajwa. Ama mambo aliyoyataja. Mambo ya wengi. Hebu rudi, kuna mambo ametaja wengi sio atafanya nini? Mstari wa 6. Nani utasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe. Yes. Maana hayo hayana budi kutukia. Lazima yatafanya nini? Yatatukia tu. Lakini ule mwisho bado. Kumbuka kutakuwa pia na utanganyifu wakati ule. Haleluya. Kutakuwa na utanganyifu, kutakuwa na mambo mengi yatatukia. Na kweli leo hii mambo yakifanyika kama corona, tetesi zinakuwa nyingi kwamba dunia inafika nini? Mungu anakuja. So kutakuwa na utanganyifu wakati ule. So anasema utanganyifu utakuja kwanza. Mambo ya vita na matetesi yatatokea kwanza. Yaani mtaona vita, mtaona matetesi, mtaona mambo yakitukia, yatatukia kwanza. So anasema hayo mambo sio dalili ya mwisho. Mkiona si sasa yanaonyesha dalili, maana wengi wakiona mambo fulani vita anasema ni dalili ya mwisho, dunia hii kuisha, mwisho wa dunia kuisha. Hebu soma namba 6 tena. Mstari wa 6. Nani mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Hebu rudi tena, anza namba 4. Mstari wa 4. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwatanganye. Wanafunzi hao, kwa sababu utakuwa na utanganyifu. Sema kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Kwa sababu wengi. Kumbuka Mungu anaongelea kupomoshwa kwa wakisema mimi ni Kristo. Nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Lakini angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia. Haya lazima yafanye nini? Yatukie. Lakini kumbuka haya mambo yanarudisha kwenye kupomoshwa kwa. Mtayaona mambo haya kabla hekalu kufanya nini? Kupomoshwa. Matetesi